Atahdhiru na shirki, ni vyema tujitahadhari na ushirikina. Yanawezekana masaibu mbalimbali yanatupitikia kwenye maisha yetu. Kuna huu uwanja tumeuchokoza huu, hii sehemu hii, yawezekana tumeingia kwa miguu mingi na mikono mingi. Ndio haya tunayoyapata leo hii. Mtu anasimama kwenye ibada ya swala, hasikii hata ladha ya swala. Inasoma Qur'an, hasikii hata ladha ya Qur'an. Yanasema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayamgusi kabisa moyo wake. Yawezekana katika moja ya sababu ni hii sehemu aliyoingia, kwa sababu mtu yeyote mwenye ushirikina huwekwa mbali, umbali mkubwa sana. Wa man yushriki billah fakaannama kharra min as-samaa fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Mtu mwenye kumshirikisha Allah subhanahu ni sawasawa ni mtu aliyedondoka kutoka mbinguni, ndege wakamnyakua au upepo ukaenda kumtupa sehemu ya mbali. Hivyo sehemu hii ya ushirikina ambayo mtu anaweza kawa ameigusa ikawa inamuweka mbali na ladha na Qur'an. Akisikia maneno naambiwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, jiepushe na ushirikina, anakasirika. Anaona mawaidha gani haya? Kwani hakuna vya kuzungumza? Hakuna riba ya kuzungumza? Hakuna mambo ya uasharati huko mpaka mtu azungumze mada hii? Huyo ana maradhi, kashawekwa mali na maneno ya Allah subhanahu. Qala Allah tabarak wa ta'ala, Allah pia anasema wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Anapotajwa Allah peke yake, nyoyo za watu wasiokuwa na imani zinapata dhiki sana. Wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat, zinapata dhiki sana qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, nyoyo za watu ambao hawaamini akhira. Wa idha dhukira alladhina min dunihi, wakiambiwa mambo ya mpira haramu, mambo ya riba haramu, msio usinifu, usinifu unauni katika madhambi mabaya, msinywe pombe, yastabshirun, wanapeana bishara, wafurahi. Lakini tauhid wanapokatazwa na ushirikina hawataki hayo maneno, kwa sababu ni sehemu ambayo wameingia inawaletea mafanikio. Ibadallah, ibadallah, Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kwenye hadithi hizi zote juu ya dhambi hili la ushirikina, akitutaka tuwe ibadallah, tuwe ni waji wa kumwabudu Allah fi shadaidi wasarra, kwenye matatizo na kwenye furaha mbalimbali. Annajatu ila Allah, kufaulu kote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama duna dhalika batilun wa harajun wa waswas, yasiyokuwa Allah subhanahu ni matatizo na ni dhiki na ni wasiwasi unaomjaa mtu kwenye maisha yake. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Sema Muhammad, kika sio vinginevyo, mimi ni binadamu mfano wenu, nateremshiwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi yule anayetarajia kukutana na Mola wake asimshirikishe Mola wake na kitu chochote. Si binadamu, sio malaika, sio wali, wala sio sharifu, wala mtu, wala chochote kile, asimshirikishe na Allah na kitu chochote. Bali Allah subhanahu anatuambia wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Misikiti yote hii ni Allah subhanahu, asiombwe pamoja na Allah yeyote yule. Yeyote yule, awe na cheo cha sampuli yoyote ile, ana uwezo wa aina yoyote ile, awe na maarifa ya aina yoyote ile. Allah anasema wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada.